Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na wajumbe wakuu wa mkoa, uchunguzi ulibaini kuwa tumbaku iliyokusanywa na walanguzi hao kutoka kwa wakulima huuzwa katika kampuni ya Global Leaf Tanzania Limited ya mkoani Tabora. Kiasi cha bero 389 ya tumbaku kilikuwa kimeshakusanywa na kuwekwa katika godauni la kampuni ya Global Leaf ambayo utaiona huko mheshimiwa, iliyopo mtaa wa Boma, yani hapa tulipo, jirani na shule ya msingi Uhuru, kwa ajili ya kuuzwa kupitia kampuni hiyo. Hivyo jumla ya mabero, yani kwa maana yaliyokamatwa kwenye ile kenta pamoja na yaliyopo hapa, ni mabero 452 yenye thamani ya shilingi milioni 180,397,368 na senti 44 ya tumbaku yaliyokamatwa, na watuhumiwa 9 wanashikiliwa na gari moja aina ya kenta inashikiliwa pia. Taratibu za kuwafikisha watuhumiwa mahakamani kujibu tuhuma zao zimekamilika, hivyo muda wote kuanzia sasa watafikishwa mbele ya mahakama ili kujibu tuhuma zinazowakabili. Unakubaliana kabisa kwamba hili jambo halikuwa sawa sawa au umeonewa na vyombo vya ulinzi na usalama? Sababu pia ni vizuri kuwekana wazi kwamba hili jambo, hii serikali haitaki kabisa kusikia hii habari ya ulanguzi. Serikali ina facilitate wakulima wa mkoa huu na mikoa mingine, ndio maana inatoa mbolea za ruzuku, wanahakikisha zimefika kwa wakati na wanapewa kwa ruzuku. Serikali inalipa hela nyingi sana kwa ajili ya kuwasaidia hawa wakulima waweze kujikwamua kwenye maskini na wimbi wa maskini waliokuwa nao, kwa maana nyingine wafaidike na jasho lao. Lakini imekuwa ni kama utaratibu. Hii tumbaku hii inawezekana wewe usijue, watumishi wako, na inawezekana kabisa wala huna hili wala lile, hujui chochote kinachoendelea. Wewe unajua utaratibu unaendelea, lakini wapo watumishi wako ambao wapo hapa wanafanya ulanguzi huu, na ulanguzi huu inawezekana kabisa usiingie katika mahesabu yenu nyie kama management ya Global Leaf, lakini wapo mnawaajiri, mnawalipa kila mwezi, wanafanya hii kazi hii ambayo ni fraud. Sasa vyombo vyetu vya usalama siku zote, mimi nasema tunayo intelligence nzuri sana mkoa huu wa Tabora. Unaweza ukafanya jambo, ukaanzisha jambo, lakini I'm sure, I'm telling you, huwezi kufika nalo mwisho. Kwa hiyo tumewakamata waandishi, watu waliokamatwa hao wanaoripotiwa kutoka Serengeti. Serengeti kulikuwa ni msimu wa masoko, manake wamemaliza kule wakaja Tabora. Lakini hao watu watatu ni wa Kenya, ni raia wa Kenya, nchi jirani Kenya. Hawa watumishi hawa Global Leaf walikuwa wanafanya kazi kule Serengeti. Kwa probably, na inawezekana kama hawa watumishi ndio walioita kutoka Serengeti, inawezekana pia na Serengeti ndicho kilichokuwa kimefanyika. Kwa watu wa bodi ya tumbaku, fuatilieni pia mjue Serengeti imefanyika hivyo, kwa sababu kama tumewakamata hapa na wametokea Serengeti na ni wa Kenya na wameletwa na kampuni yetu ambayo tumeipa kibali ifanye kazi hapa, hatuwalaumu Global. Watumishi, ndio maana tumekamata watumishi wako 5. Sasa muendelee kutukubalia, sheria ichukue mkondo wake. Hatutafanya mzaha na mambo haya. Niombe bodi ya tumbaku, fuatilieni kule Serengeti kilifanyika nini. Hivi ni kweli walitoka Serengeti bila kufanya haya alafu wakaja hapa Tabora? Kwa nafikiri ndugu waandishi, hili jambo muendelee mtusaidie kuripoti. Serikali haitaki habari hizi. Wananchi wanatakiwa kupata faida na jasho lao ambalo wanalitumikia. Kazi ya tumbaku ni kazi kubwa sana. Tumbaku tangu unaingia siku ya kwanza shambani, miezi 9 hutakiwi kutoka shambani hata siku moja. Lakini kuna mtu amekaa huko Kenya, wapi huko Burundi, na wengine sawa kamata, wapo Warundi pia na wasikia. Hawana siku nyingi sawa kamata. Wanakuja, anachukua hii mara nyingi kwenye ulanguzi hii wanachokifanya, kilo moja ya tumbaku kama hii wananunua shilingi 2,000, 1,500, maximum 3,000. Lakini ikienda kwenye masoko ya kawaida, wewe general manager wewe unajua, ikienda kwenye masoko ya kawaida wastani wa bei leo hii ni dola 2.5. Ukilinganisha malinganisho ya hela ya Kitanzania ni 6,000 mpaka 7,000, lakini huyu anainunua kwa shilingi 2,000. Huu ni zaidi ya uhujumu uchumi. Sasa hatuwezi kubali. Sasa tupo hapa serikali, wananchi hao tumepewa tuwalinde, tuwasimamie, tuwaongoze kila kitu.
Dr. Samia Suluhu Hassan anafanya kila liwezekanalo au watu wajikwamie kutoka kwenye wimbi la umaskini. Lakini wapo watu wajanja wamekaa huko, anaenda na keshi, na ni mkulima, hatuwezi kumlaumu. Anaenda na shilingi 2000 nipe hii, anampa. Lakini nini? Ni tolerance ya kufikia muda wa masoko. Sasa na sisi tunasimama kuwasaidia. Na nyinyi ndugu zangu, na nakushukuru General Manager, kwanza kwa kuwa tayari kuona kwamba mmefanya kosa, lakini kuwa tayari kuona watumishi wako wamefanya kosa. Na wewe ni kuombe, hao watumishi wasikuchafulie kampuni yako. Sisi tukisha shughulika nao, na wewe ushughulike nao kwa nidhamu ya utaratibu.